السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa baadhi ya murajaa wa masomo ya Nahjul Ghannai al-Islamiyya, tukiwa tuendelea na somo la Tarikhul Kauni, tunakukaribisha kwa moyo mkundufu na tutaendelea sehemu tuliyokomea katika Tarikhul Kauni ya faslul khamis, mlango wa 55. Thumma bismillahir rahmanir rahim. Thumma intaqala mulkuhum ila al-Qustantiniyyati, kisha ukagura ufalme wa Warum. Thumma intaqala mulkuhum, kisha ukagura ufalme wa Warum ila al-Qustantiniyyati, mpaka Konstantinia. Konstantinia ni Constantinople kwa kizungu, na mji kama hunu ni katika miji ya kale na ilikuwa hauitwi jina hili. Mji wa Konstantinia ni mji ulioanzishwa Constantinople mwaka wa 658 kabla al-miladi, na kabla ya jina hili ulikuwa ukijulikana kama mji wa Byzantwana, na ilikuwa ni mji mahsus kwa wawindaji wenye kuwinja wanyama. Wanaenda katika hichi kitongoji wakiweza kuwinja. Na katika mwaka wa 335 ya miladia, basi ukafanywa ndio mji wa utawala ama mji mkuu wa utawala wa Kirum ya kwanza ya sehemu ya mashariki. Utawala wa Kirum uligawanyika mara mbili, ikawa kuna Roman ama Warumu wa magharibi na Warumu wa mashariki. Sasa hawa wa mashariki ndio walioifanya hii Konstantinia ama Byzantwana huwa ni mji, na wakaufanya ndio markaz ama ni asima ya utawala wao. Na baada ya hapo ukapewa jina la Konstantinia kwa kunasibishwa na Konstantin wa kwanza. Ni jina ilo Konstantin la muasisi wa ule mji, basi ikawa huitwa nisba ya muasisi wa ule mji Konstantinia, na ukapambaukiwa na ukawa ni center markaz ya Wakristo wa mashariki wa Kirum, na ikawa pia ndio markaz ama kituo kikubwa na center ya maendeleo ya kiulimwengu na mji mkubwa wa ulimwenguni katika miji ya wakati huo wa utawala wa Kirum. Na mji hunu ukawa ni wenye kushikiliwa na Warum katika miaka ya 335 mpaka mwaka wa 395, ikawa uko katika utawala wa Kirum na mji mkubwa wa dola la Kibyzantinia kutokea mwaka wa 395. Yani sasa ilipofika mwaka wa 395 wa Byzantinia wakawa watautukua ule mji ama utakuwa chini yao mpaka mwaka wa 1453, ikawa uko chini ya Byzantinia na ukafunguliwa katika mikono ya dola la Ottoman ama Uthmaniyina, Ottoman Empire, na walitumia majaribio mingi ya kufanya fathi kutokea mwaka wa 1410 mpaka mwaka 1422, ndio wa Uthmaniyuna wakaweza kufungua unu mji na kuwa chini yao kwa kupitia Muhammadin al-Fatih
na yeye alipouchukua naye akaufanya ni asima ya daula la Uthmaniyina, mji mkubwa wa Ottoman Empire, capital city yao. Lakini akabadilisha jina kutoka Konstantinia mpaka Istanbul ama Asitana. Kisha katika mwaka wa 1930 ndio ikabadilishwa ikaitwa Istanbul, kutoka Konstantini Byzantine, kisha ikaja Konstantinia, kisha ikaja Istanbul ama Asitana, kisha ikaja mwisho katika mwaka wa 1930 ikaitwa Istanbul, na mpaka sasa ndio ni mji maarufu inaitwa Istanbul kwa Uturuki. Bismi Konstantin, uliitwa huo mji kwa jina la Konstantin. Huko Konstantin ni ndio kama tulivyomgusia hapo, ndio muasisi wa huo mji, alladhi ja'alaha, ambaye aliujalia mji na kufanya mji wa Konstantinia asimata dawlati rumaniyati, ni mji mkuu wa dola la Kirum, sanata 330, mwaka wa 330. Wadamu, na wakadumu wa Rumu katika huo mji ila anja al-Islam, mpaka ulipokuja Uislamu. Waftataha al-Konstantiniyat al-Atraku, na walifungua na kufanya fathi hapo Konstantinia wa Turuki sanata 1453 miladia, mwaka wa 1453 miladia. Wakana laqabu malikihim, na ilikuwa jina la laqabu la wafalme wa Rum ni Qaisara, ni Qaisara. Qaisara itakuwa ni habari ya kana, mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Hapa ndipo mwisho wa maelezo wa tarikhi ya Rum. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Asliqa.